Ukosoaji upo na tumeupata kutoka kwa hasa wadau wa klabu ya Yanga, kwa wakiamini kwamba wao wana makombe mengi, kwa nini hawajapata tuzo. Ndio. Lakini tu nimekuja kugundua inawezekana labda elimu tunayotoa bado haijawafikia vizuri, kwa hiyo tutaongeza jitihada kwenye kutoa elimu kuhusu vigezo vinavyotumika ni vipi. Ndio. Kigezo chetu sisi tunaangalia international tournaments, international competitions. Ndio maana hata unaweza kuona mataji 200 ya ndani, tunataka tuone kimataifa umefanya nini. Wote waliopata zawadi pale hakuna hata mmoja ambaye tumempima kwenye level ya ligi ya ndani au mashindano ya kitaifa au vingine. Kwa maana ya katibu mtendaji wa BMT Neema Msita kafafanua vizuri. Ni kama alikuwa anamjibu pia Ali Kamwe kwamba wao walishachukua tuzo. Kumbuka Yanga waliishia hatua ya nini? Ya robo finali. Kipindi hicho walipata tuzo yao ya kufika ile hatua. Umeelewa? Maana yake huenda walikuwa hawajaelimishwa vizuri. Kwa nini mlipata hiyo tuzo? Naomba tutumie forum hii kwa sababu mnaelimisha umma, watu wapate elimu. Tuzo zetu sisi tunahesabu Januari hadi Disemba. Ndio. Kwa hizi tuzo tumetoa za mwaka jana, sio za mwaka huu. Okay. So za mwaka huu tutazitoa mwaka kesho, either between February March, lakini ili tujiandae vizuri sana ndio huwa tunaenda Aprili au Mei, kwa sababu wanakuwa wamemaliza kushindana muda mrefu, tunapata muda mzuri wa maandalizi kuchukua hizo taarifa kutoka kwenye vyama na mashirikisho na vitu kama hivyo. Hello. Madam Neema Msita. Habari. Safi kabisa. Unaongea na Lugano Israel hapa. Nikupongeze kidogo tu madam kwa kazi ambayo umeifanya kama kiongozi BMT, na speech yako ilikuwa nzuri by the way. Tunakupongeza sana kwa tuzo ambazo umezitoa. Nashukuru sana kwa pongezi. Pengine unalipi la kuzungumza pengine kuelekea tuzo zingine na kile ambacho umekifanya? Mimi natoa tu wito kwa wadau wangu, kwa sababu tuzo zile ziko kwa ajili ya wadau. Ndio. Sisi tunatamani kufanya kazi ngumu ya kuchambua nani ni bora kuliko mwingine. Sasa hatutaki hiyo kazi iwe nyepesi, kwa sababu inapotuia ngumu ndio inavyowafanya wenyewe wa perform vizuri zaidi. Ndio. Na hilo ndio lengo la tuzo, kutaka kuhakikisha wale ambao bado hawajawahi kupata na wenyewe wanafanya vizuri zaidi ndio wapate. Naam, pengine ushirikishwaji wa watu mnapanga kutanua uwanda kiasi gani kwa mbele, kwa sababu tuzo zinazozidi kuwa kubwa zinahitaji watu wengi pia kutoa maoni. Kwa upande wenu pengine mnafanyia kazi vipi kuwafikia watu wengi? Maoni tumekuwa tukiendelea kupokea, hata maboresho ambayo tunaendelea kuyafanya, tunapokea maoni kutoka kwa mdau yeyote ambaye anajijua ni mdau wa michezo, lakini hususan ni vyama na mashirikisho na vilabu vya michezo ambao wao ndio walengwa wakuu. Na umekuwa ni mwendelezo misimu mitatu bila shaka sasa kama sio minne, mmezirudisha tuzo ambazo ni muda mrefu sana zikuwepo afu zikaisha. Chini ya uongozi wako umezirudisha sana, tunakupa kongole sana. Na changamoto zipi ambazo pengine umekutana nazo kwenye wakati huu, pengine hata ukuaji, uboreshwaji na vitu kama hivyo? Changamoto hazikosi, kwa sababu siku zote unakuwa unatamani kufanya kitu cha tofauti. Kwa hiyo ile overthinking ya kwamba nifanye nini cha tofauti pia ni changamoto, lakini kubwa zaidi ni kwamba ushindani umeongezeka. Kuna muda unapata tabu hata kuamua, kamati inapata tabu kuamua nani awe, kwa sababu unakuta kwa kweli wako very competitive na kila mtu kwa eneo lake amefanya kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu tofauti ya tuzo hizi kama unavyojua sio useme unaangalia goli bora au unaangalia magoli mengi, yani ina utofauti fulani, kwa sababu unakuta kuna engo hii, kuna huyu amepigana akafikia level hizi labda ni boxer, alafu kuna huyu kuna mtu amekimbia amevunja world record. Ndio. Alafu kuna mtu labda ameswim amevuka standards za Olympic. Sasa kwenye kushindanisha pale, kwa sababu wanatoka kwenye different cadres, inakuwa kidogo inaleta shida na changamoto, lakini in the end kwa sababu tuna watu ambao wana weledi, wanafahamu michezo vizuri na wanapenda kuwa rational, ndio maana tunafanikiwa. Ya kwenye ukosoaji kukosekanagi pia maoni tofauti ukosekani madam, pamoja na kazi nzuri ambayo umeifanya na ndo namna ya ukuaji wa bidhaa husika. Hasa ukiziangalia timu kama za Simba na Yanga zinakuwa na ukosoaji mkubwa sana. Sasa kwenye hii tuzo ya Simba pengine kuna ukosoaji wote ambao umeupata ambao unasema kwa nini Simba amekuwa timu bora ya mwaka, pengine na mwaka uko kuanzia lini mpaka lini, ili watu waweze kuelewa? Ukosoaji upo na tumeupata kutoka kwa hasa wadau wa klabu ya Yanga, kwa wakiamini kwamba wao wana makombe mengi, kwa nini hawajapata tuzo.
Ndio. Lakini tu nimekuja kugundua inawezekana labda elimu tunayotoa bado haijawafikia vizuri, kwa hiyo tutaongeza jitihada kwenye kutoa elimu kuhusu vigezo vinavyotumika ni vipi. Ndio. Kigezo chetu sisi tunaangalia international tournaments, international competitions. Ndio maana hata unaweza kuona mataji 200 ya ndani tunataka tuone kimataifa umefanya nini. Wote waliopata zawadi pale hakuna hata mmoja ambaye tumempima kwenye level ya ligi ya ndani au mashindano ya kitaifa au vinginevyo. Wote ni wale ambao utakuta walishiriki aidha mashindano ya kanda, mashindano ya Afrika, mashindano ya dunia. Unaona watu pale wamepokea tuzo, wameshiriki World Cup. Kwa mfano ile timu ya wanawake ya futsal ndio ilienda World Cup, timu ya klabu ya JKT ilikwenda mashindano ya klabu bingwa Afrika, ndio ilikuwa bingwa wa Sekafa. Utamwangalia kama mtu kama Simbu ni world record. Simba alicheza finals. Ndio. Kwa hiyo sasa ukiangalia kati hivyo vilabu viwili wote walikuwa kwenye international, lakini huyu alifika hatua gani? Huyu alifika hatua ya finali, lazima awe tofauti na huyu mwingine. Tunaamini katika ubora wa Yanga sana, na pia Young Africans walichukua hiyo tuzo mwaka jana kwa sababu walicheza finali as well. Kwa hiyo ina maana hapo ni jinsi ambavyo watu wanaelewa tofauti, na uzuri wako umefafanua. Wengine pengine hawakufuatilia kama walipata tuzo mwaka jana na hawajajua kwamba msimu unaanza lini mpaka lini, ili watu hata wakianza kuelewa waanze kwamba pengine mwezi huu au mwezi wa 5 ndivyo unaanza mpaka mwezi wa 5 mwakani, hapo katikati, vitu ambavyo vitatokea hapo katikati. Naomba tu nitumie forum hii kwa sababu mnaelimisha umma, watu wapate elimu. Tuzo zetu sisi tunahesabu Januari hadi Disemba. Ndio. Kwa hizi tuzo tumetoa za mwaka jana, sio za mwaka huu. Okay. So za mwaka huu tutazitoa mwaka kesho, either between February March, lakini ili tujiandae vizuri sana ndio huwa tunaenda Aprili au Mei, kwa sababu wanakuwa wamemaliza kushindana muda mrefu, tunapata muda mzuri wa maandalizi kuchukua hizo taarifa kutoka kwenye timu vyama na mashirikisho na vitu kama hivyo. Kwa ni January to December 2020 mwaka 25. Okay. Madamu umefafanua vizuri, na mimi nitaka ufafanue hapo kwa sababu wengi wanakuwa wanazungumzia negative wakati hawajaelewa. Wengi walikuwa najua pengine msimu uliopita basi no umeshapita, kumbe ni ya msimu mnaenda kwa mwaka, sio msimu. Hiyo ya msimu hiyo inatolewa na shirikisho la mpira wa miguu TFF. Wao ndio huwa wanaangalia kwenye ligi yao nani alifanya vizuri. Sasa okay. Hiyo ligi ni ligi ya ndani. Na utaona tuzo za TFF wakizitoa mara nyingi wanatoa kwa kubase kwenye ligi ya ndani, nani alikuwa mfungaji bora, nani alikuwa assist nzuri, nani alikuwa fair play, ni vitu kama hivyo. Lakini sisi ni unajua sisi ni overall supervisors wa vyama vyote vya michezo. Kwa wenyewe wakati wanapongezana kwa level za ndani, sisi tuna focus kimataifa kwa sababu lengo la serikali ni kuitumia michezo kimkakati katika kuwafanya vijana waende kimataifa, waende viral. Wakifanya hivyo wanaitangaza nchi, wanakuza ajira, wanachatisha uchumi wetu. So sisi tumefocus kwenye internationals tu. Na ndio maana utaona kina categories zingine alikuwa nominee mmoja kama ile ya wenye ulemavu kwa upande wa kike. Ndio. Tulikuwa na nominee mmoja. Kwa nini? Unataka kuniambia michezo ya walemavu mingine haijachezwa ndani? Imechezwa, lakini walioenda kimataifa ndio yeye peke yake. Okay, na nikupongeze sana. Na nikupongeze sana madam. Yaani toka umekuwepo katika nafasi ya BMT kuna ushirikiano mkubwa sana na vyombo vya habari, lakini pia na kuwafikia jamii kwa ukaribu zaidi. Nashukuru, napokea pongezi kwa moyo mkunjufu, na niwashukuru wadau pia ikiwemo pamoja na vyombo vya habari kwa kuendelea kushirikiana na sisi. Huwezi kufanya jambo peke yako ukafanikiwa. Ndio. Basi nikushukuru madam na nikutakie siku njema, na asante kwa kuungana sisi na kutupa ushirikiano. Asante sana. Asante sana. Naam, huyo ni Neema Msita ambaye ni katibu mtendaji wa BMT. Huyu ni miongoni mwa wanamama ambao wanapiga kazi kweli kweli. Kama ambavyo nimesema hapo, kulikuwa na tuzo za BMT miaka mingi iliyopita, lakini sasa hivi ni miaka 4 zikarudishwa na wameanza kutoa tuzo. Alikuwa anatoa ufafanuzi kuhusiana na yale ambayo yanaendelea mitandaoni sasa hivi, wengi wakisema kwamba tuzo ya timu bora haikustahili ipate Simba.
Pengine Yanga nao walikuwa wanajiona wana nafasi ya kupata tuzo ni kwa sababu ya ligi ya ndani, na walistahili kupata hiyo kwa sababu wamechukua mara nyingi mfululizo. Katoa fafanuzi vizuri sana kuhusiana na jinsi ambavyo BMT wanavyoamua mipango yao na jinsi ambavyo wanatazama katika tuzo zao. Wanatazama hasa kijana wa Kitanzania utoke nje ya mipaka ya Tanzania ili ukaiwakilishe taifa. Wao wanaangalia nje ya mipaka ya Tanzania. Bila shaka kwa mtu ambaye alikuwa na mashaka, alikuwa anajiuliza, alikuwa anahisi pengine kuna timu imependelewa au kuna kitu hakijakaa sawa, kwa wakati mwingine atakuwa na uelewa mpana sana. Hapa nilikuwa nazungumza na Neema Msita, moja kati ya wanawake shupavu sana, unaweza kusema mwanamke wa shoka ambaye ameamua moja kwa moja kupambana kama ambavyo wanaume tunapambana. Yeye ameamua kupambana kufanya vitu vikubwa sana, lakini pia kuna sapoti nyingi ambazo zinamzunguka ndio ambao zimesababisha pia kuwepo na tuzo za BMT ambazo zimefanyika na watu wengi wamepata tuzo, lakini kuna vitu ambavyo watu wana rise wakisema 1 2 3 kavitolea ufafanuzi, na ndio lengo kubwa sana la Beni TV, lakini pia Like Media ambao tuko hapa kukupa hizi story za kimichezo. Mpaka wakati mwingine. Kabla hujamaliza ndio namna ambavyo kama alivyoeleza pale Lugano ni kama vile alipanic. Alieleza pale namna ambavyo kwamba mara 5 mfululizo hajachukua kombe lakini ndio klabu bora, lakini kupitia hiki ambacho kimeelezwa nafikiri Alikama amejibiwa. Kwa Alikamwe inawezekana ni kama vile kutokuwa na elimu ya ili jambo. Unajua wanasema kama kuna jambo hujalijua ndio kukosa kwa elimu kwa hilo jambo. Umeelewa? Hapa kwa maana ya katibu mtendaji wa BMT Neema Msita kafafanua vizuri. Ni kama alikuwa anamjibu pia Alikamwe kwamba wao walishachukua tuzo. Kumbuka Yanga waliishia hatua ya nini? Ya robo finali. Kipindi hicho walipata tuzo yao ya kufika ile hatua. Umeelewa? Maana yake huenda walikuwa hawajaelimishwa vizuri kwa nini mlipata hiyo tuzo. Si unaelewa? Kwa hiyo tuzo ambao wameipata sasa hivi ni tuzo Simba sio kwa sababu ya ligi ya ndani, ni kwa sababu ya wao ya kufika hatua ya fainali. Tutakuwa nakumbuka kipindi cha kocha Fadu Davis msimu uliopita wa mashindano ya kimataifa. Wenyewe walikuwa kwenye CAF Confederation Cup kwenye hatua ya juu kabisa. Kwa hiyo walistahili kupata hicho ambacho wamekipata Simba. Si unaelewa vizuri? Kutokana na ufafanuzi, na amezungumzia michezo tofauti ambayo wanaifanya. Kwa hiyo kwa upande wa Alikamwe ni kutokuelewa, pengine kutokuelewesha, pengine kupewa ile structure nzima kwamba tunaposema tuzo za BMT zinamaanisha kitu gani. Inawezekana pia hata wadau ambao walikuwa waelewi. Bila shaka hata kabla hatujafanya hii interview tulikuwa na mvutano kidogo wa mawazo kwamba itakiwa Yanga wapewe si hivi na hivi na hivi, lakini kwa sura hii ambayo imewekwa mezani ni taarifa rasmi sasa ya katibu wa BMT ambaye kaweka picha halisi ya tuzo hizi. Zisichukulie poa, ni tuzo za wewe umefanya nini kimataifa na sio tuzo za humu ndani mmeshindana vipi. Si unaelewa Beni? Kwa hiyo Alikamwe bila shaka upande wa Yanga mashabiki wanaoibuka na kuzungumza waanze kujua kwamba hizi tuzo zinaangalia mwaka. Mfano mwaka huu kuanzia tarehe 1, si ndio? Mwezi wa kwanza mpaka tarehe 30 au tarehe 31 mwezi wa 12. Hapo naangalia nani kafanya vizuri kimataifa, michezo gani imefanya vizuri kimataifa, timu gani imefanya vizuri kimataifa, ndio ambayo itajumuishwa kwenye tuzo ambazo zitafanyika msimu mwingine sasa, ambao mdau ukielewa vizuri inawezekana zisikuchanganye. Kwa hiyo mimi binafsi nimezifurahia tuzo nzuri, na nimefurahi kuna baadhi ya watu ambao mimi mwenyewe nilikuwa siwajui. Mfano kwenye boxing kuna mtu kapewa tuzo ambaye mimi nasema hivi kwenye boxing kuna mtu alishafanyaga mambo makubwa miaka ya nyuma. Ndo kapata tuzo huyo. Maana yake sasa wanatupa pia kutuinulia watu ambao walisahaulika, kuwaleta mezani kwamba hawa watu nao wajadiliwe kwenye mchango wa boxing. Kwa hiyo ni kitu ambacho amefanya kitu kizuri kwa. Kulikuwa na haja ya Alikama kuandika vile au angefuatilia kwanza ili kudhibitisha hiki ambacho pengine alichokiandika, yani namba za watu kama hapo katika ni rahisi, au aliandika kwa hisia tu? Unajua wakati mwingine unaweza ukajiona una haja ya kumtafuta mtu kwa sababu unaviona vitu umeshaviweza, unavielewa vile vilivyo, kumbe sivyo ilivyokuwa ndani. Na ndio maana wakati mwingine sisi wenyewe kama waandishi wa habari tunaweza tukawa nakiona kwenye picha ile, umeelewa, lakini nikamtafuta Alikamwe asipokee simu yangu, mimi nitasimama na kile ambacho nakiamini, si unaelewa? Kwa Alikamwe mwenyewe huenda hajatumia jitihada za kumtafuta, si ndio?
akaona kile ambacho kiko kwenye kichwa chake ndicho ambacho kinastahili, ndicho ambacho kiko hivyo, lakini kumbe kulikuwa na ulazima wa kuwatafuta wakupe uelewa zaidi. Lakini je, walishindwa kupokea simu yake kama aliwatafuta? Naamini kama mimi kwangu Neema Msita amepokea simu yangu, Ally Kamwe ni zaidi, angepokea, angejua kuna kitu ambacho nataka kupatia ufafanuzi. Kwa hiyo mimi naamini ule ndio uelewa wa Ally Kamwe kwa wakati huo kuhusiana na hili jambo. Na mheshimu sana Ally Kamwe, ni mtu mwenye uwezo mkubwa wa kuyaelewa mambo, lakini sio kila jambo unaweza kulielewa. Hata mimi kuna sehemu inawezekana nisielewe jambo, nikalielewa kwa upande wangu tu, akaja mtu mwingine ananiambia no, hapa kuna hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo kuna upana wake wa mambo ambavyo yanakuwa.